Ndio mtumishi wa Mungu mchungaji Rafael Katenda, katika maelezo yako yaliyopita ulitueleza ya kwamba sio sahihi watu kuomba kwa damu ya Yesu, kwa sababu Yesu aliacha maagizo kwamba tuombe kwa jina lake, sio kwa damu yake, kama ulivyoniambia nisome Yohana 14:14, ukasoma pia Yohana 16:25. Lakini sasa nataka nijifunze kitu kutoka kwako. Kuna wale wanaosema wataomba kwa damu ya Yesu, hali ya kwamba Yesu aliagiza itumike jina. Hawa kwa kukosea namna hii wanaweza kupata mafanikio yoyote kwa maombi yao? Kwamba Yesu anasema muombe kwa jina langu, alafu wengine wao wanasema tunaomba kwa damu ya Yesu baada ya kutumia jina. Ili imekaaje? Watu wanaweza kawa na mafanikio yoyote kwenye maombi yao? Aha. Swali lako ni zuri, kwamba hao watu ambao wanaomba kwa damu ya Yesu, ndio, je, wanaweza kupata mafanikio? Ni hivi, kwa sababu Yesu aliagiza kwamba muombe kwa jina langu nami nitalifanya, kama tulivyosoma kwenye kitabu kile cha 14:14 Injili ya Yohana. 14:14 Injili ya Yohana. Sasa hebu nikujibie. Mungu, yani Yesu, atachokiangalia asijiaibishe kwa ajili ya watu ambaye wanaomba, lakini anajua hawa ni dhaifu wa kumuelewa. Anachokifanya yeye asijiaibishe kwenye huduma yake, lakini anafahamu kwamba hawa ni dhaifu wa kumuelewa, kwa sababu hawa wanaposoma maandiko hawajaelewa, ni wachanga kiroho. Hawa ni wachanga kiroho, sio wasomaji wa maandiko. Maandiko yameweka kila kitu katika utaratibu wake. Ndio. Utaratibu wa kuomba wamemba tuombe kwa jina la Yesu, sio tuombe kwa damu ya Yesu. Huo ndio utaratibu. Kwa hiyo Yesu anawaangalia hawa watu, imani yao kwake, anajua udhaifu wao, anajua shida zao. Kwa hiyo wanaweza wakapata matokeo mazuri. Wanaweza kupata matokeo mazuri kwa sababu anajua hawa bado ni wachanga kiroho, ni wachanga kimaandiko. Siku ambayo watajua kwamba Yesu amesema ombeni kwa jina langu nami nitalifanya, wataomba kwa jina la Yesu peke yake na Yesu atalifanya. Asante sana mtumishi, umenikumbusha katika Yeremia sura ya 1 aya 12, ngoja nisome. Inasema, ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Amen. Anasema ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno